Sisi kama union tunalo jukumu kuu ambalo ni kuweza kuhakikisha kwamba tunasimamia kwa weledi vyama vyetu vya msingi ambavyo ni AMCOS ambazo zinajishughulisha na zao la tumbaku ndani ya mkoa wa Mara. Kwa msimu wa kilimo 25-26 union tumeweza kuratibu swala la upatikanaji wa pembejeo za tumbaku, ambapo pembejeo hizo zimeweza kupatikana kwa wakati na tumeweza kuzifikisha kwa wanachama wetu, ambapo mchakato wake unaanzia katika level ya AMCOS, ambapo AMCOS zinakusanya mahitaji ya wakulima. Baada ya hapo zinawasilisha katika chama kikuu. Baada ya hapo chama kikuu kinawasilisha hayo mahitaji TCJA kwa ajili ya kuweza kufanyiwa utekelezaji. Nafikiri changamoto kubwa ambayo tumeweza kukutana nayo kwa msimu wa 25-26 katika swala la usambazaji wa pembejeo ni baadhi ya AMCOS kushindwa kutambua mahitaji sahihi ya pembejeo za wakulima. Lakini kama chama kikuu tumeweza kujipanga, ambapo tutahakikisha katika mchakato wa uandaaji wa makisio ya pembejeo tutaweza kutumia maafisa ugani wa chama pamoja na maafisa ugani wa serikali katika kuhakikisha kwamba tunaandaa makisio ambayo ni sahihi, ili tunapowasilisha TCJA kwa ajili ya utekelezaji basi ziweze kuja pembejeo ambazo ni toshelevu kulingana na mahitaji ya wanachama wetu kwa msimu husika. Na pia kwenye ziara yetu tumegundua changamoto nyingi, na nyingi tumejaribu kuzishughulikia, na mpaka sasa tumeshaanza kuona matokeo, hasa kwenye mikopo ambayo ilikuwa inachelewa. Benki yenye CRDB walianza kuweka mikopo kwa ajili ya mabani na kuni, na pia benki ya Azania walianza kutathmini mashamba yaliyoathirika kwa ajili ya bima wakulima kuweza kulipwa na bima. Na pia changamoto nyingine ambazo tulikuwa tumeshaziona tumeshughulikia, ikiwemo changamoto ya baadhi ya AMCOS kutokupata makampuni. Walikuwa wameahidi kwamba wakulima hao watapata sasa makampuni kwa ajili ya kuwanunulia tumbaku lao. Na hata kampuni ya Global ambayo ilikuwa inanunua kampuni ilikuwa imeweka limiti, lakini wamekubali kuongeza wanachama ili waweze kuwahudumia. Chama cha ushirika kimejitahidi kufikisha pembejeo kwa wakati, ambayo tulifuata ushauri wa bwana shamba. Baada ya kuwa tumepanda mche, baada ya siku 7 tunaanza kuweka mbolea ile ya kupandia, ambayo ndio kama ya kukuzia. Baada ya kidogo mbolea kwa limesogea kidogo tumbaku, tunaanza kuweka mbolea nyingine ambayo ni ya kurutubisha ili mmea uwe na uzito, tawi liwe na uzito. Kwa hiyo tumbaku langu linavyoonekana hivyo tayari ishapata mbolea zote na madawa yamefika kwa wakati. Kwa hiyo mimi nashukuru sana, huduma nimeipata kwa wakati. Lengo letu ni kuona ya kwamba tunaweza kuhakikisha kwamba mkulima daima anakuwa na kuni za kutosha kwa kupanda miti ili kufidia miti ambayo imekuwa ikitumika, lakini pia kuotesha miti kwa ajili ya matumizi ya siku zijazo, kuhakikisha kwamba zao letu linakuwa endelevu. Kwa msimu huu wa 2025 kwenda 26 tukiwa na vyama 18, tuna mkataba wa kuzalisha kilo takriban 2,100,000 na msimu umeanza vizuri. Kuna mwitikio mkubwa wa wakulima, tukiwa na wakulima zaidi ya 2,000 ambao tunafanya kazi chini ya hizi vyama vyetu 18. Inaelekea kwamba tunayo tumbaku ya kutosha, wakulima wamelima sana, na tunataraji kwamba tutakuwa na uzalishaji zaidi ya makadirio ambayo ya mkataba ambao tumeingia. Na kwanza nitoe shukrani kwa namna ya pekee kwa wadau, kwa maana ya WAMACO, chama kikuu, na TCJA ambao kimsingi kwa msimu huu 25-26 wamemudu kufanya vizuri na kuhakikisha kwamba tunapata pembejeo za msingi, hususan mbolea ya kupandia na mbolea ya kukuzia kwa maana NPK na kani imekuja kwa wakati, na nakumbuka kwamba tulikuwa na mbolea kabla hatujahitaji kuwekea shambani. Haya ni mafanikio makubwa, na toa changamoto kwamba misimu inayofuata pia tuendelee na utaratibu huu wa kuwezesha wakulima wetu wawe na mbolea kwa wakati muafaka, ili kuhakikisha ya kwamba uzalishaji unafanikiwa bila changamoto. Mwanzoni migogoro ilivyoanza nilikichukia, lakini kwa sasa
sio sasa, toka nyuma hiyo nimeanza kukipenda kwa sababu pembejeo inanifikia kwa wakati, nafika kijijini kwa wakati, watu wanawekea mashamba. Mfano mkulima kama huyu yuko vizuri kwa pembejeo, alizipokea kwa wakati, akawekea shambani zikafanya kazi. Nishukuru kwa hilo,